Asante sana mwana Central kuendelea kusalia na Central ya Clouds TV tarehe 11 ya mwezi wa 11 2025. Kitivo ndio hiki, wakati wa tochi ndio huu, tunayazungumza mengi, lakini kutoka Capital City Dodoma tumeamua kuishi na Tanzania na tumeendelea kuiaminia 255. Jina langu ni Ali Kashmiri. Uniona hapo kuna jambo, na kama utafika utaniona. Na hii ni baada pia chakula cha kihabari kufahamu upande wa pili wa shilingi yaliyojiri kutoka Kusi ya kusini mpaka Kasi ya kaskazini, kuangalia namna gani bora pia una kila sababu ya kuyafahamu kutoka sehemu mbalimbali ya taifa la Tanzania. Capital City Dodoma hii leo kwenye bunge la 13, ambapo mkutano wa kwanza, kikao cha kwanza rasmi kimeanza kwa mchakato wa kusomwa tangazo la rais la ufunguzi wa bunge, lakini vivyo hivyo uchaguzi wa spika, ambapo kwa wagombea 6 waliotamani kupata nafasi hiyo hatimaye wabunge wamepiga kura. Wabunge 383, kura 3 zikiwa zimeharibika, kura 380 zikihesabiwa na kura 378 zikienda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu na kumfanya kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika wagombea wengine 5, mmoja wapo ni Mheshimiwa Ndonge Said Ndonge, ambaye yeye anatokea chama cha AAFP, ambaye kimsingi amebadilika kupata kura moja. Nikukumbusha kwamba mwaka 2022 ulifanyika mchakato wa kujaza nafasi ya uspika. Aliyekuwa spika ambaye amejiuzulu, ametangulia mbele za haki, Mheshimiwa Job Justine Ndugai. Baadaye ukafanyika mchakato wa kupata ile nafasi. Kati ya miongoni mwa mgombea aliyeingia kwenye kinyang'anyiro alikuwa pia ni Ndonge Said Ndonge. Hatimaye amerudi kwa ngwe ya pili na tuko naye hapa kupitia kitivo cha Central ya Clouds TV. Mheshimiwa Ndonge Said Ndonge, habari yako? Habari nzuri kaka. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Kumbuka mara ya mwisho kwenye 1 na 2 ulikuwa umesema unatokea maeneo ya Kawe, Dar es Salaam. Lakini ni mkazi wa mkoa wa Pwani. Mimi mkazi wa mkoa wa Pwani. Lakini nawakilisha zaidi jimbo la Mbagala, Dar es Salaam. Mbagala, Dar es Salaam. Hii ni mara ya pili unaomba ridhaa ya kupata nafasi ya kuwa spika wa bunge, lakini kwa bahati isiyo nzuri hii leo Mungu hajapenda umepata kura moja, ama kura hazijatosha. Hatimaye Mheshimiwa Zungu ameweza kuongoza na kuwa spika. Hii inaleta tafasiri gani kugombea nafasi hii kwa mara pili, haujapata nafasi, lakini kwenye falsafa ya uongozi kwa mtu ambaye tulitegemea pengine asingekuwa hata na anatamani kuja kwa mara ya pili, umekuja kwa mara ya pili na pengine uko na nia yako kwamba hata mara ya 3 nitakuja zaidi. Kwa nini hii? Kimsingi niseme hii ni mara ya pili, na mara ya pili imeonyesha matokeo. Kwamba mara ya kwanza nilipata kura 0 na mara hii ya pili nimepata kura 1. Sasa mheshimiwa, maisha yapo mara mbili. Unaweza kuchagua kupanda kwa lifti na unaweza ukachagua kupanda kwa ngazi. Mimi nimeamua kupanda kwa ngazi gorofani. Kwa hiyo nitahesabu ngazi moja baada ya nyingine, na leo nimepata ngazi moja. Lakini hii ngazi moja inanifanya niende tena mguu wa pili mwingine, ambao ikitokea nafasi siku nyingine nitaendelea kuja kwa sababu ambazo hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza, na haki hiyo ya kufanya hivyo. Na sababu ya pili kwamba hiyo nafasi ipo. Lakini sababu ya tatu kwamba mimi mtu wa kuangalia fursa. Kila fursa ambayo inayotokea napenda watu wenye mahitaji maalumu tushiriki au tuwepo. Leo ningejisikia vibaya sana kwenye zoezi kama hili alafu hakuna uwakilishi wa watu wenye mahitaji maalumu. Hakati hizo fursa zipo, serikali wametoa, kuna utawala bora, kuna ushirikishi, lakini kama wenyewe hatutazishabikia hakuna. Yani mimi nina falsafa ile ya kusema kwamba usipokuwepo na lako alipo. Katika falsafa usipokuwepo na lako alipo, hii leo umetoa tafasiri pana ya neno kiongozi. Nimejaribu kuingia kwenye Google nikasema hii imetoka wapi? Tafasiri ya kiongozi tuliofundishwa shule, hatujafundishwa hii formula. Kwenye maisha sijai kukutana nayo. Lakini hii ya Mheshimiwa Said Ndonge kaitoa wapi? Ile ni tafasiri ambayo uliibuni wewe mwenyewe kwa kuangalia kila herufi na maana yake, ama ilikuwaje? Kila kitu sio kigugo unapata. Hata ukienda nyumbani kule kijijini kwenu ukisema mtu wa kwanza kufa kijijini kwetu nani, ukigugo upati. Google haionyeshi. Lazima uje kwa wakubwa kama sisi tuwe tunakwambia kwamba hata watu wa Google watakuja baada ya vile kusema, unaweza ukaiona kesho kutwa ukigugo hivyo. Kwa hiyo usio na shida. Sasa kwa faida mwana Central ambaye anafuatilia Central ya Clouds TV muda huu, pengine alipitwa, alitoa tafasiri ya neno kiongozi. Tupitishe kwa uchache tu, yani kwa ufupi. K inasimama badala ya K inasimama baada ya kiongozi ukubali kukosolewa na unaowaongoza.
I inasimama kwamba ijue tabia ya watu unaowaongoza. Ile O inasimama kwamba kiongozi unatakiwa uonyeshe kwa vitendo. N ni nena kauli thabiti. Ile G gawa madaraka kwa unaowaongoza. O nyingine ondoa uonevu. Ile Z zuia maonevu au zuia migogoro na kwa unaowaongoza. Na ile I ya mwisho ni inua kipato kwa unaowaongoza. Asante sana, na naamini kuna A moja unasema M gawa madaraka kwa unaowaongoza. G gawa madaraka kwa unaowaongoza. Nilivuka G ile ukitoka N inaenda G. Ile G gawa madaraka kwa unaowaongoza. Lipo daraka ambalo linakuja juu yako mheshimiwa. Asante sana, ubarikiwe sana. Amina, asante sana. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa Ndonge Saidi Ndonge, mgombea nafasi ya spika ambaye ameambulia kura moja katika kinyang'anyiro ambacho mheshimiwa Zungu amebahatika amebahatika na ameshapishwa, na hivi sasa tunapozungumza ni spika wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na zungumza hivi sasa pia na mheshimiwa Amini Alfred Amini, tuko naye hapa kupitia Central ya Clouds TV. Naye pia ni miongoni mwa wagombea 6 kwa kinyang'anyiro cha nafasi ya spika, ambaye hivi sasa tunazungumzia mheshimiwa Zungu ambaye ni spika, wengine 5 wakikubali matokeo. Mheshimiwa Amini, habari yako? Salama bosi. Wema kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo ni miongoni mwa wagombea nafasi ya spika ambaye walichangamkiwa sana na waheshimiwa wabunge na hata watu wengi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, kwa namna ambavyo umejieleza, umejibu baadhi ya maswali, imeonyesha nia ya dhati ya kuona mwelekeo wako na nia yako kwa nafasi hii. Msukumo ulikuwa ni nini hasa kugombea nafasi hii? Msukumo kwanza ulikuwa ni nia yangu binafsi kama Mtanzania kwamba nina haki ya kushiriki na kuchaguliwa katika nafasi yoyote ile ya uongozi. Kwa hiyo hizo zimekuwa ndoto zangu za muda mrefu, kwamba ifike wakati na mimi nijipime, nione kama jamii ya Watanzania inanikubali kupata kuweza kuiongoza katika nafasi moja wapo. Lakini msukumo wa pili ni msukumo wa chama. Mimi ni mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Alliance for Democratic Change, ADC kwa kifupi. Kwa hiyo wao, mwenyekiti wangu kijana kati ya wenyeviti wote wa vyama vya siasa Tanzania, Shabani Tutuhaji, na kamati yake tendaji baada ya kuchuja kutokea hii fursa, wakachuja wakaona mimi nafaa. Kwa hiyo wanachama walikuwa wengi ambao pengine wangeweza kuchaguliwa kuja, lakini wakaona mimi ndio nafaa kuwakilisha katika nafasi hii. Kwa hiyo huo ulikuwa ni msukumo wa pili wa chama changu, nikaona siwezi kukiangusha chama changu. Hii ni fursa kama fursa zingine, nije niwakishe chama changu katika kuhakikisha kwamba na pambania hii nafasi. Neno moja kwa spika ambaye amechaguliwa hii leo na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kimsingi ninyi mlikuwa ni sehemu ya nafasi hiyo ya kugombea. Kwanza nimpongeze kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi sana. Hilo ni deni kwake. Asifurahie out of kura 378 kupata kura 380 kupata kura 370 something. Hilo ni deni. Kwa hiyo anapaswa sasa ajue kwamba anakwenda kuongoza bunge, chombo muhimu sana katika kusimamia maendeleo ya wananchi wa Tanzania. Moja ya kazi kubwa ya bunge ni kuhakikisha kwamba inaisukuma serikali au inaisimamia kuyaendea maendeleo ambayo wananchi wanataka. Kwa hilo ndio deni kubwa. Na bahati nzuri kuna wabunge wa upinzani pia wameingia ndani ya bunge lake tukufu. Anapaswa sasa asiwe biased, ajue namna ya kuongoza watu wote. Ukishakuwa kiongozi, hata wale ambao kupigia kura, wale ambao wanakupinga, wale ambao kutaki ni wa kwako. Kwa hiyo ajitahidi kuwa mwadilifu, na sisi tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuongoza bunge letu tukufu kwa uadilifu uliotukuka, ili kuepusha migogoro ambayo inaweza ikatokana na kuwa biased. Asante sana Mheshimiwa Amini, na nikutakia kila la heri. Shukrani sana. Mwanasentu ambao anafuatilia Central Clouds TV, baada pia ya kumsikia Mheshimiwa Amini Alfred Amini kutoka ADC kuzungumza mambo mengi, miongoni pia mwa wagombea nafasi ya spika ni Mheshimiwa Christian Nyakitita kutoka chama cha DP. Yeye hakupata kura hata moja, lakini tuko naye hapa tuzungumze naye mawili matatu. Kaka, habari yako? Nzuri kabisa, kazi. Nzuri kabisa. Mambo yanaenda vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa nafasi hii kufika katika bunge letu tukufu. Lakini pia nakishukuru chama changu kwa kuniamini na kunipa nafasi hii. Lakini pia nawashukuru wabunge kwa kile walicho
kifanya kwa maana ya kupiga kura, lakini kilichonisikitisha ni kuona kwamba wabunge wanapiga kura pamoja na maelekezo waliopewa walishindwa kuyazingatia. Wewe maelekezo yapi ambayo unajua wabunge wamepewa? Waliambiwa na mwenyekiti wa uchaguzi kwamba kama unapopiga kura ukawa umeikosea kabla ya kuwasilishwa kwa maana ya zile tiki na majina, basi unaweza kupewa karatasi nyingine. Lakini kwa hali isiyokuwa ya kawaida, mimi nilikuwa kwenye chumba cha kuhesabu kura. Kura zangu 2 zimetikiwa zikiwa zimezidi. Lakini pia zimefungamana na mgombea Mheshimiwa Veronica. Sasa hapo makosa si ni mbunge mwenyewe hakufuata utaratibu wa kupiga kura? Ndio naosema ni kitendo ambacho kimenishangaza kuona mbunge ambaye ameaminiwa na wananchi kwa kuwaletea maendeleo na kuwasimamia na anaharibu kura kama mtoto wa shule za msingi. Sasa isingeharibika pengine kwenye karatasi ulizoziona wewe, ina maana ungepata kura 2? Ningekuwa na kura 2. Kura 2. Ambayo hii ni mara yako ngapi kugombea nafasi hii? Ndio mara yangu ya kwanza nagombea nafasi ya uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msukumo ulikuwa ni nini hasa kutamani kugombea nafasi hii, au pengine kwenye chama chenu hakukuwa na mtu akaona kwamba bwana atoke mmoja aende tu, ama wewe ulikuwa una ndoto muda mrefu? Ndoto zangu zilikuwa ni kubwa. Kwanza nilikuwa na ndoto ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao niligombea ndani ya chama na kura hazikutosha. Lakini la pili, ilipotokea nafasi ya uspika niliomba ndani ya chama, tulikuwa washindani wawili, lakini mimi nikabahatika kupata hii nafasi na nimeweza kuhakikisha chama changu katika hali ambayo leo wabunge wameamua. Neno lako ni lipi hasa kwa Mheshimiwa Spika ambaye amechaguliwa na wabunge na hivi sasa tunapozungumza ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu? Kwanza namtakia heri na kumpongeza kwa hatua hiyo aliyoipata, lakini la pili azingatie matakwa ya wabunge, matakwa ya wananchi wa Tanzania ambao wana matumaini makubwa na bunge lao. Kwa hiyo yapo mambo ya msingi ambayo Mheshimiwa Spika anatakiwa yazingatie: kutoa usawa wa haki kwa wabunge, lakini kuhakikisha wabunge wanashiriki katika shughuli za maendeleo kwenye majimbo yao, ikiwa ni pamoja na kushiriki vikao vya mabaraza ya madiwani, kushiriki vikao vya kamati ya ushauri za wilaya na mikoa. Hii itasaidia kupata uzoefu na kujua nini kinachoendelea katika halmashauri zao, badala ya kuja bungeni wakiwa hawaelewi ni nini kilichotokea kwenye halmashauri zao. Ndio maana tumeshuhudia katika bunge lililoisha wabunge wengi wanapewa adhabu ya kutokushiriki vikao vya bunge 2 mpaka 3. Nikushukuru sana. Asante sana. Haya ni miongoni mwa mgombea na nafasi ya uspika ambaye hakubahatika kuwa mshindi na hatimaye ameyazungumza hayo kama sehemu ya mwongozo tosha. Hii ni Central na hii ni Tochi ya Clouds TV. Mwana Central ambao unafuatilia Central ya Clouds TV, Tochi ndio hii, bado mazungumzo yanaendelea kutoka Capital City, viunga vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma hapa, wakati bunge la 13 likiwa limeshaanza rasmi kwa mchakato wa spika kuendelea kuapisha wabunge wateule ambao hii leo tumeshuhudia wabunge kadhaa wakiendelea kula kiapo kulitumikia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kiapo pia cha kizalendo. Nipo na miongoni pia mwa aliyegombea nafasi ya uspika, Mheshimiwa Alfan Anita ambaye kimsingi anatokea chama cha NLD. Yeye amepata kura 1 kwenye kinyang'anyiro hiki ambacho kimemfanya Mheshimiwa Musa Azzan Zungu kuwa mshindi wa nafasi ya uspika. Mheshimiwa, habari yako? Nzuri kabisa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Kwanza hongera, leo umepata mashabiki wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulitegemea? Hapana, kwa kweli nikisema nilitegemea nitakuwa muongo. Sikutegemea, ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Kura 1 ambayo umeipata imekupa tafasiri gani kwenye nafasi ambayo ulikuwa unagombea? Kura 1 imenipa nafasi ya kusema kwamba mimi ni mshindi, kwa sababu sio rahisi. Kwa hiyo kupata kura 1 inaonekana jinsi gani watu wamenielewa, na namshukuru aliyenipigia kwa sababu ameona uwezo wangu. Kwa hiyo nashukuru sana. Kura 1 maana yake ni ushindi, lakini pia nampongeza Mheshimiwa Zungu kwa kupata kula nyingi kwa kishindo, maana ni anastahili. Kuna sauti ilisikika kule bwana shemeji, watu wakajiuliza Mheshimiwa Anita humu ndani ana mume au ndio hiyo kura 1 iliyopigwa? Jibu lako ni lipi kwenye hili? Mimi ni mke na ni mama wa watoto 2 pia.
Sawa. Moja kitu ambacho natamani kukifahamu, unaona namna ambavyo sasa hivi wanawake wengi wamekuwa inspired na rais, na hata leo umemtaja, lakini wapo wengi zaidi ambao wanatamani kuingia kwenye ulingo wa siasa, wanatamani kuingia kwenye masuala ya uongozi. Neno lako ni lipi kwao? Kikubwa nachoweza kuambia, wasikati tamaa, wathubutu, maana wanaweza. Wanawake tunaweza. Na ndio maana leo hii mimi nimeamua kuja kugombea nafasi hii ya uspika wa bunge, maana awali nishagombea nafasi ya ubunge jimbo la Kibiti. Kwa hiyo nikaamua nije nigombee nafasi hii nikiamini kwamba nina uwezo mkubwa na ninaweza kutimiza na nina uwezo wa kusimamia bunge kulingana na kanuni na sheria za nchi. Asante sana na kila la heri. Amina, asante sana, na mimi nawashukuru sana na watakia majukumu mema. Asante sana Mwana Central, bado ni kushukuru sana kwa tafu unaendelea kunipa kwa muda huu ambao unaendelea kusalia pia na Clouds TV. Tupo live kutokea hapa Capital City Dodoma katika viunga vya bunge la 13 likiwa linaendelea. Ataendelea kukufahamisha mengi, lakini naamini umeendelea kuiaminia pia 255 na kuendelea kuishi na Tanzania njema. Jina langu ni Ali Kashmiri, unionapo kuna jambo tochi ndio hii. Tunazungumza pia mawili matatu na waheshimiwa wabunge ambao tayari wamepata nafasi hii leo katika bunge la 13, wengi wao kula kiapo katika kuhakikisha wanakwenda kuwatumikia wa Tanzania. Na hapa nipo na Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini. Mheshimiwa, habari yako? Salama kabisa ndugu Klaus. Salama. Habari za Shinyanga mjini? Tunamshukuru Mungu, wananchi na washukuru kwa sababu wameendelea kuniamini na tuko tayari kwa ajili ya maendeleo zaidi. Moja ya kitu ambacho natamani kukisikia kutoka kwako, hii ni ngwe ya pili. Katika hii ngwe ya pili katika bunge hili la 13, ukiwa ni mbunge ambaye umeaminiwa na Wanashinyanga mjini, kitu gani ambacho unakitamani na unakitarajia kukitekeleza zaidi kwenye bunge la 13? Malengo yangu makubwa yamejieleza. Moja ni yale ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuilinda nchi yetu, kuhakikisha kuna ulinzi, amani, utulivu, lakini pia muungano wetu kuhudumisha, lakini kuhakikisha kwamba tunatoa haki zote za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni, lakini pia kuhakikisha tunanyanyua uwezo wa wananchi wetu kuwa na purchasing power, uwezo wa kununua, kwa maana ya kujenga uchumi wao kuanzia ngazi ya kaya mpaka ngazi ya taifa. Na wajibu mwingine mkubwa ni kuhakikisha sasa tunasimamia utawala wa sheria, kwa maana rule of law, principles of democracy, kuwa na demokrasia, lakini pia respect to human rights kama misingi mikuu, fundamental rights kwa maana ya haki za binadamu, kuzisimamia na kuzilinda. Na wajibu mwingine ambao upo ni huo, kuhakikisha kwamba mihimili hii mitatu nayo pia inafanya kazi yake vizuri kwa kuishauri na kuisimamia serikali, kuhakikisha bunge linatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa kuanzishwa kwalo, lakini pia malengo yake mahususi ambayo yote ni mwisho wa siku inapeleka faida kwa wananchi. Kuisimamia serikali, kuweza kuhakikisha inatoa uhuru wa mahakama, na kusimamia serikali kuhakikisha katika upande wa serikali inatoa huduma za jamii, lakini pia itengeneze mazingira wezeshi kwa wananchi katika kuhakikisha kwamba inatengeneza sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayolenga kutengeneza mazingira wezeshi kwa wananchi wote ambao wanajenga taifa hili katika hasa kwenye nyanja ya uchumi. Sheria za uwekezaji ziwe wezeshi, sheria za wajasiriamali ziwe wezeshi, wanaofanya kazi mamalishe, bodaboda, machinga, mamantilie, wote au kwa maana ya kwa lugha ya mamalishe na babalishe tunawaita, waweze kupata fursa ya kukua zaidi, kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye ukuaji zaidi, kwamba kila anayefanya kazi yuko kwenye stage 1 basi tumkuze aje stage 2, na yule ambaye yuko stage 2 tumkuze zaidi aende stage kubwa. Kwa hiyo tutoke kwenye ujasiriamali na wa watu wetu ambao wako wengi zaidi, tutoke kwenye wakulima wadogo kwenda kwa wakulima wakubwa, wakati na wakubwa, na wajasiriamali wadogo tuwatoe hapo kwenda kwenye kuanza kuwa mjasiriamali, aende kwenye hatua kuwa mfanyabiashara, atoke kwenye ufanyabiashara aende kuwa mwekezaji. Nadhani hayo ndio matamanio yangu nikitafsiri ilani ya 2050 kwa maana ya dira ya taifa, lakini pia kuangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na nikiangalia pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na scope na matamanio ya wananchi kote nilikopita, wananchi wa Shinyanga lakini pia taifa kwa ujumla. Ukiangalia kwenye mitandao wanasema nini, lazima tutoe majawabu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa moja, kwa kutumia zile 4R za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na imani kubwa 255
itakuwa ndio msingi na dira ya kuelekea huko, kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa moja, linajengwa taifa na kuwaunganisha Watanzania wote. Asante sana Mheshimiwa Patrobas Katambi. Nipe sababu zako mbili kwa ufupi sana, kwa nini unaiaminia 255? Moja, kwa sababu inazungumzia kuhusu taifa letu, kuhusu amani, umoja, mshikamano, uzalendo na utaifa. Lakini la pili, naiaminia 255 kwa sababu inagusa makundi yote bila upendeleo na inaonyesha wapi kuna changamoto ili sisi viongozi tulioaminiwa kwa kipindi hiki tuweze kuzifanyia kazi. Lakini pia tatu, naweza nikaongeza kwamba inazingatia mawazo ya Watanzania wote na inawaunganisha Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Patrobas Katambi. Nashukuru. Asante sana Mwana Central. Baada pia kumsikia kwa uzuri kabisa Mheshimiwa Patrobas Katambi, bunge wa Shinyanga mjini. Hivi sasa tunazungumza na Mheshimiwa Agnes Kakororo all the way kutokea Ges City, Korosho City, kanda ya kusini. Nazungumzia mkoa wa Mtwara, mbunge wa viti maalum, ambapo kimsingi naye hii leo amefika hapa kushiriki bunge la 13 ambalo tumeshuhudia mchakato tayari umeshaanza. Mheshimiwa, tusogee hapa kidogo. Habari za Mtwara? Nzuri kabisa. Mtwara kuchele? Kuchele sana. Kisimama nchale, ukiinuka nchale, uchichogee wala uchimung'unye. Asante sana. Unawakilisha kundi la wanawake. Najua kwenye nafasi ya siasa na masuala ya uongozi unao uzoefu. Namna ambavyo mategemeo yako yapo kwenye bunge hili la 13, nini hasa unakitarajia? Asante sana na kushukuru kwa nafasi hii. Kwanza, kama unavyofahamu, kwenye bunge la 13 matumaini yangu mimi pamoja na Watanzania walio wengi. Kwanza tu ukirudi nyuma kidogo, ile awamu ya 5 mambo mengi yamefanyika. Kwa hiyo sisi Watanzania tulio wengi tuna imani kubwa na awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mambo mengi hasa yanayogusa huduma za kijamii aliyagusa. Na kama unavyofahamu, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5, 25-30 imejikita kwa mambo 4 ya msingi, na hayo mambo yatakapokuwa yamefanyika yanamgusa kila Mtanzania. Kwa hiyo nina uhakika bunge la 13 ikiyafanya yale mambo ambayo tunayatarajia, ambayo wananchi wetu wametutuma, tutakapofika 2030 tutakuwa kwenye hatua nyingine kubwa sana. Yani next level inafurahisha. Sawa, moja ya kundi ambalo najua ni sehemu ya uwakilishi ulio mzuri ni kundi la wanawake. Unapozungumzia Mtwara, vipaumbele ni nini hasa kwao kutamani kupata mabadiliko zaidi? Sawa. Kwanza kama ilivyo katika mikoa mingi, sisi katika mkoa wa Mtwara na wakilisha wanawake na ndio walio wengi. Lakini kama unavyofahamu, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, wanawake hao walio wengi ndio wamekuwa wakifanya shughuli za kiuchumi, na hasa kwenye sekta ya kilimo, ni wazalishaji. Kwa hiyo matumaini yetu kwamba kwenye shughuli hizi za kilimo ambao ndio uzalishaji, na kwa kuwa serikali ilishaanza kuleta ruzuku, ni imani yangu pia kwamba nitaendelea kuwawakilisha kuhakikisha vile ambavyo tumekuwa sasa tunavihitaji kama wanawake, ikiwepo pembejeo za ruzuku, mbegu bora, huduma za ugani, ili kuhakikisha tunapata uzalishaji mkubwa kwenye zao letu la biashara ambao ni korosho, na tunapata pia mapato makubwa, kwa sababu tukipata uzalishaji mkubwa na bei ikawa nzuri, ina maana kipato cha mtu mmoja mmoja kitaongezeka. Lakini kwa upande wa huduma za kijamii, sisi katika mkoa wa Mtwara mambo mengi yamefanyika, lakini mimi nimechagua katika kipindi hiki huduma ya maji, kwa sababu unafahamu wewe ni baba, lakini kwa utamaduni wetu wa Kitanzania maji yanatafutwa na wanawake. Sasa kwa mkoa wa Mtwara tumefikia 72%, lakini kwa mujibu wa ilani tunatakiwa tufike 95%. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo mimi nitaendelea kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Mtwara ili kuhakikisha hiyo huduma ya maji inapatikana kwa muda mfupi na kwa umbali mdogo, na hasa katika ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu ya kuatua mama ndoo kichwani, na hilo analiweza na sisi tutamsaidia kuhakikisha linawezekana. Mimi natamani wakati unamalizia unipe walau sababu mbili kwa ufupi sana, kwa nini unaiaminia 255? Unajua umahiri, alafu uhakika, na unajua kitu ambacho kina umahiri kinapendwa na walio wengi. Kwa hiyo sisi wengi tunapenda kwa sababu tunajua mko ni juu ya viwango. Asante sana.
Ndio. Haya, huyo ni Mheshimiwa Agnes Okororo, mbunge wa viti maalum kutokea Gas City kwa maana ya Mtwara, lakini Central bado ni endelevu. Mwana Central ambao anafuatilia Central Clouds TV, unakumbuka Dar es Salaam kutokea jimbo la Segerea ambalo limechukuliwa na chama cha Chauma. Tunaye hapa Mheshimiwa Agnes ambaye kimsingi yeye ndiye aliibuka mshindi na hii leo amefika bungeni kushuhudia kuanza rasmi kwa bunge la 13 na ni miongoni mwa bunge pia ambao kiapo chao kimedhihirisha wazi anakwenda kuwatumikia wana Segerea. Mheshimiwa, nakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amina, nakushukuru sana kakaangu. Habari yako? Nzuri kabisa. Kwa njema. Kabisa, unavyoniona, asante sana. Kipaumbele chako ni kipi hasa kwenye kuhakikisha bunge la 13 linakuwa na matokeo chanya sana kwa wananchi wa Segerea? Kwanza kabisa, kama ambavyo nimekuwa nikisema kipindi changu cha campaign, jimbo la Segerea ni kati ya majimbo ambayo yamesahaulika kwa muda mrefu, yana changamoto ya miundombinu, yana changamoto ya maji safi na salama, huduma ya afya na mambo ya elimu. Kwa hiyo hivyo ndivyo vipaumbele vyangu ambavyo nakwenda kuanza navyo, lakini sambamba na hilo ni kuwainua wananchi wangu wa jimbo la Segerea kiuchumi. Wananchi wangu wa jimbo la Segerea wamekosa fursa ya kupata ile mikopo ya 10%, mikopo ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Sasa kwa sababu nafahamu kwamba uchumi ndio kila kitu, na kwenda kuanza na kuwainua kina mama, vijana na wenye ulemavu kwa maana ya kiuchumi, kuhakikisha kwamba wanapata ile mikopo ya 10% ambayo kimsingi ni kodi zao wenyewe. Kwa hiyo wakati naenda sambamba na kuinua kiuchumi, na kwenda kuhakikisha kwamba miundombinu ya jimbo la Segerea inakuwa rafiki. Lakini swala la maji safi na salama ni shida kubwa sana jimbo la Segerea. Sasa nitakwenda kuhakikisha kwamba ile sera ya serikali inayosema kwamba serikali inakwenda kumtoa mwanamke ndoo kichwani, basi mwanamke wa jimbo la Segerea aende kuishi hiyo dhana kupitia mimi mwakilishi wao. Yes. Sawa. Katika kipindi hiki cha miaka 5, Mheshimiwa Agnes atakuwa mbunge wa namna gani? Kwanza mimi nakwenda kuwa ni mbunge ambaye nakwenda kusimama kwa ajili ya maslahi ya wanajimbo la Segerea. Lakini pili, nakwenda kuwa ni mbunge ninayeonekana kwa wananchi wangu. Wakati naenda kugombea kwenye ile jimbo la Segerea, nimewakuta wakiwa ni wakiwa sana. Yaani wanalalamika kwamba hawaoni viongozi wao baada ya kuwa wamewachagua. Kwa hiyo nakwenda kuwa ni kiongozi ninayepatikana, mbunge ninayepatikana kwa wananchi wangu muda wote, wakati wa furaha, wakati wa huzuni, nakwenda kupatikana. Lakini nakwenda kuwa ni mbunge ambaye ninakwenda kusimamia maslahi na maendeleo kwa wote ndani ya jimbo, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na actually niseme wapiga kula wangu wa jimbo la Segerea na wananchi wa jimbo la Segerea kiujumla wategemee, watarajie mambo makubwa kutoka kwangu, kwa sababu mle ndani, my brother, siendi kuwa bubu, na kwenda kuisukuma serikali iende kupeleka maendeleo katika jimbo la Segerea. Asante sana na kila laheri, lakini nipe sababu zako mbili. Kwa nini unaiaminia Tanzania? Kwa nini unaiaminia 255? Okay, naiaminia kwa sababu kwanza ndiko ambako Mwenyezi Mungu amenijalia, nimezaliwa ndani ya nchi yangu ya Tanzania. Kwa hiyo lazima niaminie kwanza. Siwezi nikaaminia kitu kingine ambacho hata sijui kiko namna gani. So naiaminia Tanzania yangu, na ndio maana kwa kudhibitisha hilo nimeamua kuja kugombea kuwa mbunge wa wananchi wa jimbo la Segerea, ili niende kuendelea kusimama kwa ajili ya hii Tanzania ambayo inaiamini, naipenda na inakwenda kuilinda kwa nguvu zangu zote. Asante sana. Thank you so much my dear brother. Kila la heri. Asante sana. Mwana Central ambao unaendelea kufuatilia tochi ya Central ya Clouds TV kutokea katika viunga vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma. Niendelee kusema shukrani sana kwa tafu unaendelea kutupa, lakini bado umeendelea kuiaminia 255. Na baada ya kuzungumza pia na wabunge kadhaa, hivi sasa nazungumza pia na Mheshimiwa Rashid Shangazi, ambapo kimsingi pia leo ni mbunge ambaye ameshuhudia mchakato mzima wa kuanzishwa kwa bunge la 13, kama ambavyo tangazo la serikali namba 11 ambalo leo Novemba 4 lilieleza wazi kwamba leo Novemba 11 bunge rasmi litaanza kwa michakato kadhaa, ambayo bila shaka tumeishuhudia kwa uchaguzi pia wa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kula viapo pia kwa baadhi ya waheshimiwa wa bunge, mchakato huu ukiwa ni endelevu mpaka pale ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atakuja kuzindua rasmi na kueleza mwongozo wa serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili cha kazi na utu tunasonga mbele. Mheshimiwa Rashid Shangazi, habari yako? Njema kabisa, ninashukuru sana. Asante sana Central ya Clouds FM, Clouds Media kwa kuja kujumuika nasi katika siku hii ya kwanza ya bunge hili la 13. Mimi natamani
nipate uzoefu wako wa namna ambavyo najua wabunge wengi kwa nafasi yako ya katibu wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi kidogo watakuwa wanakusumbua ukiwa mbunge mkongwe kidogo kwa nafasi yako, wanavokuja namna gani ambavyo mnawapa mwongozo mzuri wa uingiaji wa bungeni kufuata utaratibu ili kuwa na krimu ya viongozi walio bora zaidi kutoka chama chenu? Tunashukuru sana. Kama unavyofahamu kwamba tangu tarehe 8 wabunge waliwasili Dodoma na kuanza taratibu mbalimbali za usajili. Sasa pale wanapofanya usajili ndipo pia wanapewa vitabu ambavyo vina miongozo mbalimbali, mwongozo wa shughuli za bunge, kanuni za kudumu za bunge. Kwa hiyo tayari wanaanza kujisomea na kuzitambua. Lakini sisi pia ambao tumebahatika kuwa katika majengo haya kwa muda mrefu, tumekuwa sasa tukiwaelekeza, tukitafsiri yale walioyasoma kwenda kwenye uhalisia na kuwapa miongozo mbalimbali, lakini pia na bunge likiwa linaendesha semina na program mbalimbali za kuwawezesha hawa bunge ambao ni wapya waweze kupata nafasi ya kufahamu vizuri njia, taratibu, mila, desturi za bunge pamoja na kanuni zake. Leo tumeshuhudia bunge likitoa maamuzi ya kupiga kura kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu na rasmi kuapishwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13. Ukiwa ni miongoni mwa wabunge, natamani umuelezee kwa uchache kwa namna ambavyo unamfahamu kwenye falsafa ya masuala ya uongozi, kwa mategemeo yako ndani ya bunge la 13 kwa spika ambaye amechaguliwa. Kwanza mimi nikiri na nishukuru kwamba nimefanya kazi kwa ukaribu sana na Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Mheshimiwa Musa Azan Zungu ni mbunge mzoefu, ameingia bungeni takriban sasa ni kipindi cha 4 vipindi vinne ameweza kuhudumu ndani ya bunge, lakini ni mtu ambaye kwanza ni kada mzuri wa chama chake, Chama cha Mapinduzi, akishika nyadhifa mbalimbali. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uzoefu kwenye uongozi. Lakini hapa ndani ya bunge amehudumu sana kwenye kamati mbalimbali za bunge, akiwa mwenyekiti wa kamati, lakini pia akiwa mwenyekiti wa bunge huko nyuma. Lakini bunge lililopita alikuwa pia ni naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana kwa uzoefu, lakini weledi na mustakabali mzima wa uendeshaji wa shughuli za bunge si mgeni, na ni mtu pia ambaye amepata nafasi ya kuzunguka katika mabunge mbalimbali, haswa mabunge ya aina yetu ambayo yako chini ya mabunge ya Jumuiya za Madola, na kuona mila na desturi za mabunge hayo. Kwa hiyo tunaamini kwamba tumempata mtu sahihi, mtu mwenye weledi, ambaye kwa uzoefu wa namna ambavyo ameweza kukaa hapa vipindi na kuhudumu na maspika zaidi ya 3, tunaamini kwamba atakwenda kuwa spika bora sana na ataliendesha bunge kwa mujibu wa taratibu na kanuni na miongozo inayohitajika. Tukiwa tunamalizia, Mheshimiwa Rashid Shangazi, neno lako ni lipi kwa wananchi ambao wameamini kwenye wewe na kukuchagua kuwa mwakilishi wao kwa ngwe nyingine tena? Mimi niwaambie wananchi wenzangu wa jimbo la Mlalo, imani huzaa imani. Imani ile ile ambayo wamenituma tena kuja kuwakilisha kwenye bunge hili, basi sitawaangusha. Nitafanya kazi kwa moyo wangu wote, kwa upendo wangu mkubwa, na nitaongeza nguvu zaidi. Nitafanya kazi kama punda mwenye njaa, ili mradi tufikishe ahadi ya Mlalo tunayoitaka. Kwa nini unaiaminia 255? Kwa nini unaiaminia Tanzania? Naiaminia Tanzania kwa sababu ni imani yetu kwamba ni nchi teule, ambayo ni taifa teule ambalo Mwenyezi Mungu ameliumba kwa upekee, na akaomba Watanzania kwa watu wa upekee. Na niwaombe sana Watanzania, tuendelee kuenzi tunu hii ambayo Mwenyezi Mungu ametununukia, ambayo ni tunu ya amani. Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi, na kila laheri kwenye utumishi wako katika bunge la 15. Nakushukuru sana, asante sana. Haya, huyo ni Mheshimiwa Rashid Shangazi, mbunge wa Mlalo, akisema wazi ya kwamba atafanya kazi kama punda mwenye njaa kuwatumikia wana Mlalo, kuwatumikia Watanzania, huku akitoa sababu zake kwa nini anaiaminia 255. Lipi lingine ambalo unaweza kukuambia mwana Central zaidi ya kusema asante na shukrani sana? Waswahili wanasema neno asante ni neno ambalo linakuwa na utoshelevu mzuri sana kwa mtu anayeamini neno shukrani. Na mimi nitakushukuru kwa kuendelea kusamini Clouds TV na kuendelea kuiaminia 255. 255 ambayo ilipiganiwa na wazee wetu, na leo hii tupo sisi vijana ambao kimsingi ndio taifa la leo na taifa la kesho. Lakini 255 ambao tunaendelea kuiaminia ndio 255
hii ambayo kila uchwao Mwenyezi Mungu atateremsha neema na baraka kwa kila Mtanzania ambaye atatoka asubuhi na mapema kwenda kuchakarika kufanya kazi. Lakini 255 hii imechagua zaidi ya Watanzania milioni 60 kuendelea kuishi nayo na kuikumbatia. Nami ni kuombe uendelee kuishi nayo, na hii ndio sababu ya kusema kwamba ishi na mimi na iaminia 255. Asante za nguvu pia kwa Katunda nyuma ya kamera, kwa maana ya camera operator Marcel Kitabu kutokea viunga vya bunge hapa, ambaye amekuwa ni mchezeshaji mzuri ndani ya kitivo ya Central ya Clouds TV katika bunge hili la 13. Shukrani za nguvu pia kwa Dali, bila kusahau pia kutoka Clouds Media Group Mikocheni Dar es Salaam headquarter. Shukrani sana kwa Arnold Malisa, Hussein Mihayo na chumba cha habari, lakini shukrani za nguvu pia kwa Azizi Kindamba, Bunuma pamoja na Sharifa Ndeme, maripota wetu kutokea hapa Dodoma. Bado tuko hapa na kesho asubuhi kupitia Cloud 360 tutaendelea kukufahamisha mengi tukitokea live kwenye viunga vya bunge. Na kwa wakati huu unaona tayari wabunge mbalimbali wakiwa wametoka bungeni kwa ajili ya shughuli zao nyingine, siku ikiwa imeisha hivyo. Mimi nikushukuru sana. Nifuate kwenye ukurasa wangu wa Instagram, Facebook na Twitter @Ali_Kashmiri. Ukikaribisha kuwa rafiki na mimi nitakukaribisha kuwa ndugu yangu wa damu kabisa. Na iaminia 255 ishi na mimi, jambo lipo, na kama utafika utaniona.